Taarifa hizi za milipuko mashariki mwa Tehran, hususan katika maeneo ya Tehran Pass na Hakimia, zinakuja wakati ambapo hali ya usalama nchini Iran imekuwa ya wasiwasi mkubwa licha ya kuwepo kwa makubaliano tete ya kusitisha mapigano. Ripoti zilizochapishwa na Vahid Online na vyanzo vingine vya ndani nchini Iran vinaelezea milipuko kadhaa iliyosikika kuanzia majira ya alfajiri. Hali hii imezua sintofahamu kutokana na maelezo yanayokinzana. Milipuko hiyo imeripotiwa kwa kiasi kikubwa mashariki mwa mji mkuu Tehran Pass na Hakimia, maeneo ambayo yanajulikana kuwa karibu na vituo kadhaa vya kijeshi na viwanda vya ulinzi. Lakini mashuhuda wengi wameelezea kusikia sauti za mfululizo zinazofanana na milipuko ama mifumo ya ulinzi wa anga, yaani anti-aircraft guns, ikifyatua risasi kuelekea angani. Hii inashabihiana na matukio ya wiki iliyopita, yaani Aprili 23 na 24, ambapo mifumo hiyo iliaminishwa kuzuia kile ilichokiita vitu vilivyoruka angani, yaani micro area vehicle au drones ndogo. Ingawa mamlaka bado haijatoa tamko rasmi kuhusu milipuko ya leo asubuhi, katika siku za hivi karibuni zimekuwa zikihusisha sauti kama hizo na mazoezi ya kijeshi au uharibifu wa mabaki ya vilipukizi katika maeneo mapigano ya awali ya mwezi Machi na Aprili. Raia wengi mtaani wanaamini kuwa hizi ni sauti za mashambulizi mapya ya ndege za kivita au drones, hasa ikizingatiwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani inaendelea vizuri katika shinikizo lake dhidi ya Iran, huku Israeli ikisema iko tayari kurejea vitani wakati wowote ule. Hali hii inatokea huku kukiwa na shinikizo kubwa la kimataifa, ambapo makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yanatajwa kuwa katika hatari ya kusambaratika. Lakini Marekani inaendelea na mzingiro wa kijeshi katika bandari za Iran, hadi inayopelekea bei ya mafuta duniani ya pipa moja kufikia dola 109. Lakini kupita kwa meli ya kifahari ya Kirusi yani Notes kupitia mlango bahari wa Hormuz juzi kumeongeza mvutano, huku Marekani ikichukua hatua hiyo kama dharau kwa vikwazo vyake. Lakini kumbuka jambo moja, kwa sasa hadi ni tete na habari zinabadilika haraka zaidi. Mashirika mbalimbali ya kimataifa bado yanajaribu kuthibitisha ikiwa kulikuwa na uharibifu wowote wa miundombinu au majeraha ama majeruhi kutokana na milipuko hiyo ya alfajiri ya leo. Nadhani taarifa rasmi itakujiria pale ambapo tutapata taarifa ya nini kinaendelea ndani ama hususan katika milipuko hiyo.